Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Amina, 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 amina. Bado tuko kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili na mlango wa 29. Mambo ya Nyakati wa Pili na mlango wa 29. Jumapili iliyopita tulikuwa na CMF na walitupa ibada nzuri sana. Mungu awabariki sana CMF. Asanteni. Na nilisema Jumapili iliyopita, ajitengae na wenzake kujitafutia matakwa yake mwenyewe. Mwanamume, njoo kwa CMF. Huwezi kumtumikia Mungu peke yako ukafanikiwa chochote cha maana kama vile mngalijiunga watu 2, 3, 4, 5, na hasa kwenye chama au idara yetu ya wanaume. Tafadhali waza vizuri, mwanaume ulioko hapa ujiunge na CMF. Tutasoma mlango wa 29. Kuna mwandishi wangu ameweka ndivyo sivyo hapa. Naweza kuanzia mstari wa 15. Mstari wa 15. Nitasoma mistari kadha wa kadha kuelekea chini. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 29. Tusome mstari wa 15 na kuendelea. Wakakusanyika ndugu zao wakajitakasa. Hawa ni Walawi. Wakajitakasa, wakaingia kama alivyoamuru mfalme kwa neno la Bwana. Wakaingia mstari wa 15. Nirudie mstari wa 15. Wakakusanyika ndugu zao wakajitakasa, wakaingia, sikuwa na makosa, kama alivyoamuru mfalme kwa neno la Bwana, ili waisafishe nyumba ya Bwana. Huu mstari kwangu mimi nayejifunza Biblia una maana kubwa sana. Mfalme pale juu alikuwa mtu mwadilifu sana, mcha Mungu. Baba yake alikuwa mtu mwovu kupita kiasi, au mmojawapo wa wafalme waovu wa Yuda na Israeli. Alifanya maovu mengi na akafa bila toba, bila chochote. Mtoto wake ambaye ameona kila kitu cha baba yake na amelelewa katika hali hiyo ya uovu na uchafu, huyu Hezekia alipotawala akiwa kijana mdogo tu, mara moja, siku ya kwanza pale juu tunasoma, siku ya kwanza, yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, hapo kuna siku ya kwanza pia ya utawala wake, alifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza. Milango, alianza na milango akaitengeneza. Baba yake alikuwa amefunga hekalu kwa miaka ya utawala wake wote, akanyima watu ibada ya kweli, akanyima watu kumtolea Mungu sadaka mbalimbali za kweli, akawanyima watu kumwabudu Mungu wao, kumsifu Mungu wao, kumtumikia Mungu wao, na badala yake akawaelekeza watu kutumikia miungu migeni
ya mataifa yale ambayo yalikuwa yamezunguka nchi ya Israeli, wapagani walioabudu miungu mingi mbalimbali ya uchafu wa kila aina. Sasa ni ajabu sana, huyu mtoto alipata neema ya aina yake isiyokuwa ya kawaida. Ukikulia kwa baba mchawi, mshirikina, mwenye kuwanga tu saa zote, kwake watu wanaingia na kutoka kwa ajili ya uaguzi, na analipwa vizuri, na vile korombozo vyake vyote pale vimejaa kila mahali. Ndio maisha umekulia wewe mpaka unakuwa mtu mzima. Halafu ghafla unapopewa kiti cha baba yako kutawala, unafanya vice versa kabisa, yani kama ilivyokuwa mashariki kule, akwenda huko akaelekea magharibi moja kwa moja. Hebu weka mkono wako hapa kifuani hapa, sema Bwana Mungu, naomba unipe moyo mwelekevu, Roho Takatifu, maisha ya hofu takatifu, ya kukupenda wewe kwa nguvu zangu zote, kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nafsi yangu yote, kwa kila kitu changu. Siku zote nitafute kukufanana wewe. Mungu nisaidie. Huyu mtu ni wa ajabu sana, si kawaida hiyo. Like father, like son, like mother, like daughter, like daughter, like mother. Watu hufanania baba zao, lakini sivyo ilivyokuwa kwa huyo kijana. Alafu akaita kusanyiko, akasema nyumba ya Mungu ni chafu kupindukia. Ilikuwa na takataka za kila aina, inafaa sasa isafishwe, itakaswe na ibada zianze. Akaagiza Walawi akaagiza Walawi, watu ambao ni taifa au ni kabila ambalo Mungu aliliteua kwa ajili ya kuendesha aina zote za ibada na kufundisha Israeli kumpenda Mungu wao na kumuishia Mungu wao. Katika hao Walawi kama kabila ndiko kulikokuwa kunachaguliwa makuhani kama kina sisi hapa, ambao sasa wao wangaliingia patakatifu hapa. Alafu huko kumekatwa, kuna kisehemu kidogo huko kinaitwa patakatifu pa patakatifu. Huko kulikaa sanduku la agano, kulikaa fimbo ya Haruni na zile amri 10 zilikaa huko ndani. Huko alikuwa haingii kuhani yoyote isipokuwa kuhani mkuu anayechaguliwa katikati ya wale makuhani. Anaingia huko mwaka mara moja kuombea taifa zima, kujiombea mwenyewe na kuombea taifa zima, kulipatanisha na Bwana Mungu wao. Hao wengine hapa wanasaidiana naye kuendesha ibada, kutoa sadaka mbalimbali zilizokuwa zimeagizwa, kwenda kuzichoma, kunyunyiza damu na kadhalika wakadhalika, na kuweka ukumbi huu wa hekalu kuwa safi. Alafu nje, kama ukuta wetu ulivyotuzunguka, ukuta wote wa kanisa, huko nje Walawi kwa ujumla wao wangaliweza kukaa, wao ndio wangalifuata kukaa huko nje kuzunguka hekalu la Bwana. Hawa ni watu walioteuliwa, na kitu chochote kikienda vibaya anaweza akateuliwa mmoja akaja huku ndani kusaidia. Na nje ya ukuta huko ndiko walikokaa makabila mengine yale 11 kwa ajili ya ibada.
yale makabila mengine 11 yasingalivuka ukuta uliozunguka kanisa huu kuingia huku, na hawa Walawi wasingalivuka ukuta sasa wa jengo kuingia huku. Hapa ni pa Walawi, makuhani, na huko ndani patakatifu patakatifu ni pa kuhani mkuu. Sehemu zote hizo zilikuwa zimechafuliwa, zilikuwa hazifai. Kwa hiyo kitu cha kutilia maanani tena hapa, na ambacho ni somo kubwa la somo langu, ni kwamba akawaagiza, akawaambia, mstari wa 5, akawaambia hao ni makuhani, nisikieni enyi Walawi, itakaseni nafsi zenu. Sasa Walawi wajitakase nafsi zao. Sasa Walawi ni wale ambao wako katikati ya ukuta wa hekalu na ukuta unaotenga nyumba ya Bwana na uraia huko. Hawa waliozunguka kote hapo waliagizwa, na makuhani waliagizwa kwamba wajitakase, wajiweke safi, ili wakishakuwa safi waweze kuitakasa nyumba ya Bwana. Maana baba zenu wameasi na kadhalika wa kadhalika. Hapo sitasoma, lakini mstari huu wa 15 wakawakusanya ndugu zao, kwa maana ya hawa Walawi, wakawakusanya ndugu zao, wakajitakasa, wakaingia kama alivyoagiza mfalme kwa neno la Bwana, ili waisafishe nyumba ya Bwana. Mstari wa 16, nao makuhani wakaingia nyumbani mwa Bwana. Wao wameingia ndani, hapa tuliko sasa wote sisi hapa, katika mahali pa ndani, ili waisafishe. Wakatoa uchafu wote waliouona hekaluni mwa Bwana, wakatoa uchafu wote waliouona hekaluni mwa Bwana. Hebu zungusha kichwa chako namna hii, kama vile unatazama kitu. Nisikie tu, nisikilize tu, angalia kama unaangalia kitu. Wakaangalia, wakafanyia kazi ya utakaso ya nyumba ya Bwana, hekalu la Bwana. Kila kitu kilichokuwa hakifai katika nyumba ya Bwana ilipasa kiondolewe. Kama ni sakafu isafishwe vizuri, ukuta usafishwe vizuri, vile vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya sadaka na maombezi visafishwe vizuri, kila kitu kiwe safi. Na makuhani wakaingia nyumbani mwa Bwana katika mahali pa ndani, ili waisafishe. Wakatoa kila uchafu ambao waliuona ndani ya hekalu, wakautupa nje uwani mwa nyumba ya Bwana. Sasa unasikia vizuri hapo, walitoa uchafu ndani, alafu wakautupa nje hapo kuzunguka ukuta wetu na ukuta wa kanisa hapo ndani hapo, wakautupa huko wote. Makuhani kazi yao ni kusafisha hapo, kuwe safi, kuwe patakatifu, wanatupa nje. Alafu Walawi kama kabila wanachukua huo uchafu nje uliozunguka jengo na kati ya fensi ya kanisa, wakautoa Walawi. Kazi ya Walawi ni kuutoa uchafu awamu ya pili kutoka pale sehemu ya ua. Alafu tunaambiwa
mwa nyumba ya Bwana. Walawi wakautoa ili wauchukue nje mpaka kijito cha Kidroni. Walawi walichukua ule uchafu kutoka eneo hilo nililolieleza hilo, wakapeleka mbali mpaka kijito cha Kidroni. Basi wakaanza kutakasa siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza hata siku ya nane ya mwezi. Wakafika katika ukumbi wa Bwana, wakautakasa nyumba ya Bwana katika muda wa siku 8. Siku 8 walifanya kazi kwa siku 8, lakini ilikuwa ni kazi ngumu, kazi mbaya, kazi nzito, mbaya kabisa. Lakini walitumia siku 8 kwa agizo la mfalme, wakaisafisha nyumba ya Bwana, wakautoa uchafu nje, na Walawi wakauchukua masafa mengine hadi kijito cha Kidroni. Bwana basi wakaanza kutakasa kitu cha Kidroni, wakaitakasa nyumba ya Bwana katika muda wa siku 8. Wakamaliza siku ya 16 ya mwezi wa kwanza. Niangalie hapa na kitu nataka kuongea na wewe. Huu mlango ningalitamani tuweze kuusoma wote, alafu tukusanye mawazo yetu kutoka mlango mzima. Hapa Hezekia alileta uamsho mkubwa kwa Yuda, ule ufalme wa kusini. Kitendo hiki kilileta uamsho mkubwa. Taifa lilikuwa limekwenda chini. Ukisoma nyuma utakuta ya kwamba walikuwa wametekwa na Waashuru, walikuwa wameteswa na Waashuru, walikuwa wametumikishwa na Waashuru na vikabila vingine vidogo vidogo kwa sababu ya dhambi zao na maovu yao, kama walivyompa Mungu maungo yao. Ule mstari ambao amesema mfalme pale juu kwamba waligeuza mbali nyuso zao na makao ya Bwana na kumpa maungo, ulikuwa ni mstari wa 6. Wakampa maungo, wakageukia mbali kabisa, wakawa kitu ambacho si Waisraeli tena, wakawa kama mmojawapo wa Kanaani. Lakini sasa kwa sababu wao ni watu wa Mungu, kuifanya Mkanani kuliwaletea mateso makubwa, kuliwaletea umaskini mkubwa. Vitu vyao vilichukuliwa, ng'ombe zao walichukuliwa, wakivuna hao makabila mataifa mengine wanakuja wanachukua. Na hawa watu na huyu mfalme Ahazi habadiliki. Ni ajabu sana mtu anavyoweza kuvumilia ndani ya uovu. Baba yake Ahazi alikuwa mcha Mungu, alikuwa Yotham, alikuwa mcha Mungu. Ukisoma nyuma hapo, alikuwa mtu ambaye alifanya mazuri mpaka akaifia imani, lakini akachopoka huko Ahazi, akawa mpagani wa kutupwa. Yale mema yote aliyofanya baba yake akayasahau kabisa, akayaacha, akaingiza miungu mingine na upagani wa kutosha katika taifa la Israeli upande wa Yuda. Na hata walipokuwa wanapigwa walikuwa wajali. Mfalme alikuwa shtuki, anatekwa, anakaa chini ya mfalme wa Ashuru, hashtuki wala geuki wala hatubu. Hii ni ajabu sana. Hii ni ajabu sana, jinsi ambavyo wewe mtu unaweza kukaa dhambini, dhambi zikakuchuna, dhambi zikakutesa, dhambi zikakutafuna, dhambi zikakukatakata, dhambi zikakutia hasara, dhambi zikakufanya kinyago, dhambi zikakufanya kudharauliwa, na mara nyingine na kazi yako ikafa.
na biashara yako ikadidimia, na nyumbani kwako kulikuwa kwa heshima, lakini sasa kwa ajili ya dhambi nyumba yako imeanguka, watoto wako wanakwenda ovyo ovyo, lakini bado ndugu yangu unavumilia tu katika dhambi. Wewe ni mtu wa namna gani? Akina Ahazi tunao wengi. Hebu muangalie jirani yako, mwambie vipi huyu mtu wa Ahazi, vipi? Mwambie vipi huyu mtu wa Ahazi? Mwambie anafanya dhambi, anaishi dhambini, anapigwa na Mungu, anapigwa na wapagani, anakula hasara za kila aina, lakini bado anang'ang'ania dhambi. Inakuwaje? Kuna watu wengine unanitazama hapo kwa njia mitandao ya kijamii, tuko watu wa aina hiyo, wako wengi hapo Tanzania na duniani kote. Mtu anaacha maisha mazuri, anaanza maisha ya ajabu ajabu, maisha maovu, maisha ya zinaa ya wanawake wengi, maisha ya ulevi, maisha ya ushirikina na uchawi, na anajiona kabisa alikokuwa mahali pa juu, mtu mheshimika kazini, mtu mheshimika kijijini, mtu mheshimika kati ya watu wa ukoo wake. Ndivyo ulivyokuwa wewe, lakini dhambi imekumomonyoa, dhambi imekutafuna, dhambi wale wengine wanasema imekukula, umebakia hata mwili hauna. Wengine na vitu vyao ndani wameuza. Mtu anamaliza akiba yake aliyokuwa nayo, na labda amepata mafao, amestaafu, miaka yake 60 imefika, anaingia duniani kichwa. Mkeo humsikii, watoto wasikii. Kama baba na mama wapo, wazee wanaelekea ukongwe, uwasikii. Kwa dini yako hupo, na ukiwepo husikii, uambiliki. Unataka iweje? Huyu mtu alikufa chakari mbaya, mtu wa dunia, na tungalimwona huko aliko bwana Ahazi, ungalijua faida ya dhambi, hasara ya dhambi, taabu ya dhambi, uovu wa dhambi. Wengine ni watu wameokoka, umekuwa na ndoa nzuri, ujana mzuri, mwanamke au mwanaume wa maana, umechuma, Mungu amekubariki, amekufanikisha, unafika mahali unajikwaa. Ukishafika kiwango kizuri cha maisha, unaona tena wokovu hauna maana, alafu unakwenda duniani. Dunia itakukula tu, haina huruma. Na nakwambia ulimwengu utakukula tu, na wengi wameliwa. Haleluya kanisa. Ibilisi alijua nilichokuwa nakifanya leo, ameelewa nilichokuwa nakifanya, na ashindwe katika jina la Yesu. Ashindwe katika jina la Yesu, na mlaani ashindwe katika jina la Yesu. Mtu anakula mafao yake yote, hali na mkewe, wala hali na watoto wa kuzaa, wala hali na wajukuu, anakula na makahaba. Alafu mtu ni mtu mzima huyu, mtu wa miaka 60, 55, 60, 55 ilikuwa ya hiari, 60 ya mujibu, anaanza kusikonda pesa. Mke amekuwa sasa sio mke tena, amekuwa wake ni wale wa barabarani. Yeye chakula chake ni pombe mpaka anakwisha kabisa. Alafu huko anaanzia huko na magonjwa mabaya, alafu anaeleta nyumbani kumtesa mkewe na watoto na jamaa. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe amekwenda huko kununua uovu,
na uovu umemlipa. Ndugu yangu, kitu au sababu ya mlango huu mstari wa 20 na kuendelea, utaona hapa wakafanya ibada nzuri. Hebu naomba Makenzi, soma mstari wa 25 na kuendelea. Soma mstari wa 25 na kuendelea, chap. Mlango wa 29. Biblia inasema, akawasimamisha Walawi nyumbani mwa Bwana wenye matoazi, wenye vinanda na wenye vinubi, kama alivyoamuru Daudi na Gadi mwonaji wa mfalme na Nathani nabii, kwani Bwana aliamuru hivi kwa manabii wake. Wakasimama Walawi wenye vinanda vya Daudi na makuhani wenye mapanda. Hezekia akaamuru kutoa sadaka ya kuteketezwa madhabahuni, na wakati ilipoanza sadaka hiyo ya kuteketezwa, ukaanza na huo wimbo wa Bwana na mapanda pamoja na vinanda vya Daudi mfalme wa Israeli. Na kusanyiko lote wakaabudu, waimbaji wakaimba, wenye mapanda wakapiga. Haya yote yakaendelea hata ilipomalizika sadaka ya kuteketezwa. Hata walipokwisha kutoa sadaka, mfalme na hao wote waliokuwa hapo naye wakasujudia, wakaabudu. Tena Hezekia mfalme na wakuu wakawaamuru Walawi wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi na ya Asafu mwonaji. Wakaimba sifa kwa furaha, wakainama vichwa, wakaabudu. Ndipo Hezekia akajibu akasema, sasa mmejifanya wakifu kwa Bwana. Karibuni mkalete dhabihu na matoleo ya shukurani nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Basi kusanyiko wakaleta dhabihu na matoleo ya shukurani, na wote wenye moyo wa ukarimu wakaleta sadaka za kuteketezwa. Na hesabu ya sadaka hizo za kuteketezwa walizozileta kusanyiko ikawa ng'ombe waume 70, kondoo waume 100 na wana kondoo 200. Hao wote walikuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Na vitu vitakatifu vilikuwa ng'ombe 600 na kondoo 3000. Lakini makuhani walikuwa wachache wasiweze kuchuna sadaka zote za kuteketezwa. Basi ndugu zao Walawi wakawasaidia hata ilipokwisha kazi, na hata makuhani walipojitakasa, kwa kuwa Walawi walikuwa wenye mioyo ya adili kwa kujitakasa kuliko makuhani. Na tena sadaka za kuteketezwa nazo zilikuwa nyingi, pamoja na mafuta ya sadaka za amani na sadaka za kinywaji kwa kila sadaka ya kuteketezwa na watu wote, kwa sababu ya hayo Mungu aliowatengenezea watu, maana jambo hilo likawa kwa ghafla. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukawa uamsho mkubwa katika Yuda kwa agizo la mfalme kijana Hezekia, na kusudi au mwanzo au sababu ya furaha iliyopatikana hapa, uimbaji unaoweza kuuona huu hapa. Nenda nyumbani, soma vizuri polepole, utaona walivyokuwa wanaitikia kwa matarumbeta, kwa vinanda, kwa zomari, na ibada hazikuisha. Zilikuwa ibada za mfululizo na za mfululizo na za mfululizo, na utoaji haukwisha, ukawa mfululizo na mfululizo na mfululizo. Mara ng'ombe zimehesabiwa 70, baadaye zikatolewa zingine zikafika 100 na kondoo na kadhalika wa kadhalika. Watu walikuwa wepesi sasa rohoni, wako tayari kumtumikia Mungu wao, kwa sababu Bwana ameonekana katika maisha yao, Bwana ameonekana katika taifa lao, kwa sababu hekalu limetakaswa na ibada imefanyika, kwa sababu wako watu waliojitakasa wakafanya hekalu takatifu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yaani nasema kiini au chimbuko la mlango huu kuanzia mstari wa 20 unaweza kuona badiliko lililotokea. Ni watu waliotii amri ya mfalme, mara moja kwenda kujitakasa, Walawi wakajitakasa na makuhani wakajitakasa. Alafu mara moja Biblia inasema wakaingia, nimesoma pale, wakaingia kazini, wakafanya kazi ya kuondoa uchafu. Haikuwa kazi rahisi, tunasoma kirahisi, tunasikiliza kirahisi, lakini ilikuwa kazi ya kipagazi, kazi mbaya. Kulikuwa na uvundo, kulikuwa na uozo mkubwa, lakini hawa watu kwa amri ya mfalme wakajitakasa, wakaingia hekaluni, wakafanya wajibu wao, wakatoa uchafu. Uchafu wote ukaenda katika kijito cha Kidroni. Wako wapi watu wa Mungu leo? Yuko wapi kiongozi kama Hezekia ambaye ana jicho la kuona na moyo wa kuvunjika na roho ya kupondeka, akakubali kwamba yaliyofanyika na baba yangu miaka hii yote sitaendelea nayo? Mungu ametuacha, amesema pale, Mungu Baba ametuacha, ametuondokea kwa sababu wazazi wetu walimwacha Mungu, wakampa miungu yao, wakaenda mbali naye, wakatumikia miungu, na taifa letu limedhalilika hivi tulivyo. Ndugu yangu mpendwa, nikwambie, mshirika unanitazama hapa na wale wananiangalia kwa njia ya mitandao ya kijamii, dhambi haina faida na dhambi haitakulipa wema wowote. Ondoka dhambini, kimbia dhambini, acha dhambi, na ukiwa kanisani ishi maisha matakatifu. Jitakase, takasa moyo wako, takasa maisha yako, takasa njia zako, kwa maana ndio njia pekee ya kumfikia Mungu, na Mungu akafika kwetu tukabarikiwa na kufanikiwa katika maisha haya. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ondoka, jitengeneze, ondoka, jisafishe. Labda leo hii hutatumwa, atatumwa, ndio atatumwa mhubiri, atatumwa mhubiri kwako, msafishaji analo neno la Mungu. Atatumwa Mkristo, mtu wa kawaida tu, mara nyingine kijana tu mdogo, na mara nyingine kasichana tu kama darasa la 7 au form 1, lakini kamemjaa Yesu, kana neno la Bwana, katakuja kwako, katakushuhudia, katakuambia neno la Mungu, katakutahadharisha na dhambi. Huyo ni Mungu amekuja kwako, anataka kukunusuru, anataka kukuokoa na maovu, anataka kukuokoa na maisha haya ya dunia hii, maisha ya kuchunwa, maisha ya kuharibiwa, maisha ya kuliwa fedha zako na mali zako, na kuingia maeneo ambayo utakumbwa na magonjwa mbalimbali, pamoja na magonjwa ya zinaa kama kaswende, kisonono na kadhalika, na ukimwi na kadhalika wa kadhalika. Ondoka dhambini, ondoka dhambini, ondoka dhambini. Mtu wa Dar es Salaam, ondoka dhambini. Mtu wa Kilimanjaro, ondoka dhambini. Mtu wa Mbeya, ikimbie dhambi. Hakuna faida dhambini, hakuna faida katika kutenda uovu, hakuna faida ya kukaa mbali na Mungu, hakuna faida ya kuwa na ubia na shetani. Huko ni kuliwa, huko ni kutafunwa, huko ni kujiangamiza. Njoo kwa Bwana Yesu, njoo kwa Bwana Yesu na kupigia panda, umrudie Bwana. Kama uliokoka ukarudi nyuma ukaiacha imani, au uko hapa kanisani hatukufahamu, hatukuelewi, huna alama, lakini umerudi nyuma, maisha yako ni machafu katika siri zako mwenyewe, unakokwenda, unakokaa, njia zako hazimpendezi Mungu. Nataka nikwambie, huu ni wakati wa
kujitakasa. Huu ni wakati wa kumrudia Bwana. Injili hii inakujia ili usafike. Wewe ni hekalu la Mungu. Nitakusomea, nitakufundisha baadaye maana hekalu la Mungu, lakini nikwambie kwa leo, wewe ni hekalu la Mungu. Unatakikana uwe safi, unatakikana uwe mtakatifu, unatakikana umpendeze Mungu aliye hai. Yeye ni mtakatifu, na Biblia inatuambia sisi tuliookoka tuendeleze usafi na utakatifu wetu, kwa sababu yeye aliyetuokoa ni mtakatifu, hakai na dhambi, hapendi dhambi, haendekezi dhambi, hachukuliani na dhambi. Toka dhambini. Mbiu yangu leo, toka dhambini. Mbiu yangu leo, dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya. Nasimama mahali pa wale makuhani, nasimama mahali pa wale Walawi walikuwa wanasafisha hekalu la Bwana. Wewe ni hekalu la Bwana. Hupasi kuwa mchafu, hupasi kushiriki dunia. Dunia itapita na mambo yake yatapita, lakini wale wampendao Bwana watadumu milele. Haleluya, haleluya, nakwambia haleluya. Nawafurahia hawa watu leo hii, na watamani hawa watu waliojitakasa, wakakubali kuingia kwenye kile kinyaa, wakakubali kuingia kwenye ule uvundo, wakakubali kuingia kwenye ule uchafu. Bila shaka na vyupa vilikuwepo, na misomari ya kutoboa miguu ilikuwepo, vitu mbalimbali. Hekalu limefungwa kwa miaka mingi, tena kwa makomeo na kufuli. Mtu wa Mungu Hezekia mwenyewe, namba moja, Hezekia akavunja makufuli, akafungua milango. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu avunje makufuli, Roho Mtakatifu avunje hayo makufuli. Kuna vitu viko ndani yako ambavyo havimpendezi Mungu, hekalu la Mungu. Kuna vitu umejifungia havimpendezi mkeo, kuna vitu umejifungia havimpendezi mumeo, kuna vitu umejifungia pale kazini haipendezi kwa bosi wala kwa wafanyakazi mwenzako. Mungu katika jina la Yesu, Mungu wa Yesu Kristo, Mungu wa Yesu Kristo amtume mtu wake leo. Amemtuma Rogate Zakayo kwako leo. Katakata ya makufuli, katakata hizo kufuli, katakata ya makomeo, katakata ili Roho Mtakatifu aingie akutakase. Neno la Mungu liingie likutakase, neema ya Mungu iingie ukutakase, ili uwe mahali panapofaa, uwe mahali panapofaa kuabudiwa, kumwabudu Mungu, uwe mahali panapofaa penye ushuhuda, uwe mahali panapofaa penye ushauri, uwe mahali panapofaa mtu wa maombi, uwe mahali panapofaa mtu wa ibada. Husinzii ibadani, huangalii barabarani wakati unaabudu. Wewe ni mtu ambaye Mungu anakupenda sana. Mungu amekupenda sana. Nakwambia wewe, Mungu amekupenda sana. Unaangalia kwa mitandao ya kijamii, Mungu amekupenda sana. Na apendi hayo maisha unayoishi. Mungu anataka ufunguke leo, ufunguke leo, ufunguke leo, ufunguke leo. Neno hili liingie ndani mwako, lifanye kazi. Wako wapi Walawi? Wako wapi makuhani walioingia wakatakasa hekalu kwa amri ya mfalme? Wakatii amri, hawakuangalia shombo, hawakuangalia uchafu. Wako wapi watu wa kufanya kazi na ndugu Rogate Zakayo Swai? Wako wapi watu wa kufanya kazi na kanisa la Kinondoni ili tuweze kuondoa uchafu katika jiji la Dar es Salaam na kuutupa nje katika bahari ya Hindi huko? Dar es Salaam itakaswe, Dar es Salaam iwe safi, katika ofisi za serikali, katika wizara na idara zake. Tunamhitaji mtu wa mbinguni, tunawahitaji akina Walawi, tunawahitaji akina makuhani katika nchi yetu leo. Hali si bora sana, hali
hali sio nzuri sana kama maeneo mengine ya dunia. Tumekaa mahali ambako kwa uhakika tunamhitaji Mungu. Tanzania tunamhitaji Mungu. Tanzania tunamhitaji Mungu. Dodoma tunamhitaji Mungu. Morogoro tunamhitaji Mungu. Wanawake tunamhitaji Mungu. Wanaume tunamhitaji Mungu. Vijana tunamhitaji Mungu. Neema ya Mungu na ifike kwako leo tarehe 17 mwezi wa 5 2026. Weka alama, fungua milango. Weka alama, fungua makomeo. Roho Mtakatifu amesimama langoni. Katika kitabu cha Ufunuo anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Tazama nasimama mlangoni naita. Tazama nasimama mlangoni napiga hodi. Hiyo ndio shida nyingine moja. Mungu halazimishi, mashetani yanalazimisha. Yanaweza kukokota watu, yanaweza kuvamia watu, yanaweza kudhuru watu, lakini Mungu wa Yesu Kristo havamii. Yeye anapiga hodi. Hali yako ni mbaya, umerudi nyuma, ijapokuwa kanisa halijakukamata, yale unayofanya na yale uliyofanya juzi na jana si sawasawa. Roho Mungu anaongea na wewe. Roho Mungu anaongea na wewe. Neno la Mungu linaongea na wewe. Hapo Kigoma Mungu anaongea na wewe. Hapo Moshi mjini Mungu anaongea na wewe. Gonga, anabisha hodi. Wewe mwanaume hapo unayenitazama, Mungu anaongea na wewe. Wewe mdada hapo unayenitazama, Mungu anaongea na wewe. Anagonga, anabisha hodi. Ana hamu na wewe, ana hamu na wewe, ana hamu na wewe, ana hamu na wewe, ana hamu na wewe. Kama utasikia sauti ya Mungu anayebisha, Bwana Yesu anabisha, Roho Mtakatifu anabisha, malaika waleta habari njema wanabisha. Biblia inasema ukifungua kama alipofungua Hezekia hekalu, yeye ataingia. Yeye ataingia, atakuwa mgeni rasmi, mgeni wa maana katika maisha yako, katika ndoa yako, katika ofisi yako, katika biashara yako. Atakaa kwako, ataishi na wewe, atakula na wewe, atakuongoza, atakuendesha. Na njia za Mungu hazileti majuto. Sema amina, sema amina. Mwambie jirani yako, njia za Mungu hazileti majuto. Mwambie, lakini hizo unazitaka kuziendea sasa. Mwambie huko uliko sasa, huenda si wewe Perpetua, huenda si wewe, mwambie huko uliko sasa, huenda si wewe, lakini kutaleta majuto. Wangapi wanapenda majuto? Inua mkono haraka sana. Wangapi wanataka kubarikiwa? Inua mkono haraka sana. Sema fungua mlango. Sema nafungua mlango ili Yesu uje. Ninakukaribisha Bwana Yesu. Njoo, ingia kwangu, kaa kwangu, kula na mimi. Hata Yohana. Asante, makofi kwa Bwana Yesu, makofi mengi sana. Yohana mlango ule wa 12, bila shaka mstari wa 24, Yohana anasema, mtu akinipenda, mtu akilishika neno langu, Baba yangu atampenda. Mtu akinipenda, akilishika neno langu, Baba yangu atampenda. Alafu anasema, kisha mimi na Baba tutakuja kwa huyo mtu, tutakaa naye, tutakula naye. Nafikiri mtu akilishika neno langu, mimi nitakuja kwa huyo mtu, nitakaa naye, nitakula naye. Yaani Mungu atafanya makao kabisa katika maisha
yako. Sikuwa nimeandika Yohana 14. Yohana 14. 14:25. Na nimetia alama mpaka rangi highlighter iko hapa. Hebu sema pamoja nami. Sema amin, nawaambia. Hii ni maana yake ni kweli, kweli nawaambia. Hebu sema kwa Kiswahili cha kwetu, sema kweli nawaambia. Yesu akajibu akamwambia, sema Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Hiyo tu, mtu akinipenda atalishika neno langu, semikolon, kituo karibu na kupumzika, lakini si kupumzika. Sema atalishika neno langu na Baba yangu atampenda. Semikolon nyingine, nasi, sema nasi, yani Yesu na Baba, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. This is very strong. Ni ahadi yenye nguvu sana. Hawa, niseme, nirudi kwenye somo langu, hawa makuhani na Walawi, pamoja na kwamba katika siku za baba yake huyu mfalme, siku za Ahazi, walikuwa chini ya kongo la utumwa na wao. Ndio maana mfalme akawaambia, jitakaseni kwanza, wajitakase wao, ndipo waende watakase hekalu. Lakini hawa watu nikubali sasa, wametakaswa. Baada ya kutakaswa, wametakasa hekalu. Alafu napenda sana, wakaleta taarifa. Hebu sema taarifa. Sema wakaleta taarifa. Sema wakaleta taarifa. Wakasaluti. Fanya namna, wakasaluti. Wakasema, uishi milele mfalme. Sema uishi milele mfalme. Kazi uliotutuma tumeifanya, imekamilika. Uishi milele mfalme. Ndio wewe ukiagizwa unakwenda, ukiagizwa wewe unakwenda, unaagizwa na mzee wa kanisa unakwenda, mzee wa kanisa anaagizwa na mchungaji unakwenda, unafanya. Wachungaji wanaagizwa na mchungaji kiongozi, tunafanya. Tukiagizwa huwa tunafanya, tunakwenda. Hawa waliagizwa na mfalme, wakaenda wakaifanya ile kazi mbovu chafu. Alafu wanaleta taarifa, mlango ule, mstari ule wa 18, wakaingia ndani kwa Hezekia mfalme, wakasema, tumeisafisha nyumba yote ya Bwana na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na vyombo vyake vyote na meza ya mikate ya onyesho pamoja na vyombo vyake vyote. Wanatoa taarifa tena, vyombo vyote vilivyotupa, vyombo vyote alivyotupa mfalme Ahazi, yani mfalme Ahazi alivitupa kwa vina maana alipotawala, hapo alipoasi, tumevitengeneza na kuvitakasa, navyo tazama vipo mbele ya madhabahu ya Bwana. Hata wameleta taarifa in details, kimoja kimoja kilichofanyika wamekisemelea. Huu ni uaminifu wa jinsi gani?
Tuna Wakristo leo ukiwaagiza hakuna kitu. Tunaleta watu hapa, wanampa Yesu maisha yao, wanakwenda hapa wanaombewa. Mchungaji anasema fuatilia watu hawa Jumapili sijui wanaendeleaje. Tunasema usinijue, tukutane kanisani Jumapili, unasikia? Ukikwenda kule jicho lako linabadilika, haliwi kama la kanisani. Ukiwa hapo unatuangalia kiurembo sana, mpaka tunafikiri ni mwanamke kumbe mwanaume. Kwa mwanamke mpaka unafikiri anauma macho kumbe hauma macho. Unafiki tu. Lakini ufanyi. Hatufanyi, kweli kabisa. Hatufanyi. Kiongozi wa idara amekuagiza, umefanya? Kwani ulifanya? Mume wako amekuagiza, kwani ulifanya? Wewe mtoto, baba amekuagiza au mama amekuagiza, kwani umefanya? Hawa watu walifanya, wakawa sababu ya kuleta uamsho mkubwa katika utawala wa Hezekia na taifa la kusini la Yuda. Hebu tuwapigie makofi watu hawa. Walifanya, wakatakasa kila kitu, wakatakasa hekalu. Tunahitaji kanisa la Mungu la Kinondoni. Tunahitaji wazee wa kanisa na wachungaji. Tunahitaji mashemasi na viongozi wa HBCF. Tunahitaji watu wa idara zote, wote. Tuhakikishe kwamba tumejifunga mkanda. Tunahakikisha kanisa la Mungu ni safi hapa ndani na kule mitaani. Kanisa la Mungu ni safi, mioyo na maisha yetu, tunavyotembea, hata vile tunavyovaa, hata vile tunavyoongea. Kuna watu wengine hapa ndani wanaongea kimalaika. Kwa kweli akitoka hapo, akitoa neno utafikiri katokea kilabuni, hakutokea kanisani. Wewe, tunahitaji kujirekebisha. Tukimtaka Mungu afanye kazi hapa, tuone viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, wasiozaa wanazaa. Tunahitaji utakaso. Mungu si wa kudhihakiwa. Mungu anakuona. Sio kama mimi Rogate Zakayo. Mungu anakuona wewe hapo mwisho. Mungu anakuona, anakujua ulivyotoka nyumbani, anafahamu ulivyolala usiku wa leo na ulivyoamka. Mungu anakujua ulivyotoka nyumbani kwako ukaja hapa. God knows you very well. Anakujua. Sema Mungu ananijua. Sema Mungu ananijua. Wengine wanatuharibia wokovu kwa sababu wakiwa hapa kama malaika Gabrieli na malaika Mikaeli, jemadari wa vita, anakuonyesha anaweza, anafanya. Mchungaji leta nitafanya. Mchungaji wakiwa kule mitaani, yani wale jamaa ni takataka za ajabu. Ukisema hapo jirani, kuna ndugu mmoja namtembelea hapa, ameokoka, nimeshindwa kufahamu nyumbani kwake, alinaagiza maneno yake. Majirani wanasema nani? Kuna mtu mmoja ameokoka hapa, anaitwa nani, anasali kwetu. Sasa huyo nyumba hii nani anaitwa fulani, unasema huyo naye ameokoka. Kama kuokoka ni hivyo, na mimi basi nimeokoka basi. Kama kuokoka ni hivyo, basi na mimi nimeokoka basi. Kwa sababu wewe ni madudu. Acha kuwa madudu kule mitaani, acha kuwa madudu kazini. Na kazini pia unapiga unaingia ofisi, wanasema kuna dada mmoja hayuko hapa, aliniagizia na mlango ni huu wa ofisi ni huu, lakini anaitwa fulani. Dada mmoja ameokoka hivi, anampenda Bwana Yesu. Wanakuambia nani huyo mtaja huyo hapa ametuchafua wote hapa. Hata ofisi tunataka kumbadilishia. Maneno yake ya ajabu, ya kejeli, machafu, tena ni mwongo. Muulize mwenzako, sio wewe kweli? Sio kweli? Tunahitaji kurekebika. Sema nahitaji kurekebika. Nahitaji rekebisho. Bwana, shuka Kinondoni. Leta badiliko katika mioyo ya watu. Leta badiliko katika nyumba zetu, katika ndoa zetu. Kuna wanaume wanaishi na wake zao mulu kabisa.
hajui chakula, hajui nguo, hajui watoto shule, hajui chochote. Yeye ni kupiga miayo, ni kulala mpaka saa 5 6, akitoka anakwenda kuangalia wacheza karata. Mwanamke ndiye anakukuruka na biashara vya ajabu ajabu, hawezi kulisha watoto na shule. Wewe si mwanamume kabisa wewe. Wewe si mwanamke. Tena sikuiti mwanamke, wewe mwanaume wa jinsio. Sijui nikuite kitu gani. Wewe sio mwanamume. Wewe sio mwanamume kabisa. Mwanaume ni mtu ambaye ni msimamizi na kiongozi wa familia. Ndio mleta mkate wa siku kwa siku, ndiye namba 1. Mleta mkate wa siku kwa siku nyumbani. Kila mtu aseme amina. Sema amina. Sema amina. Wanaume sisi ni waleta mkate nyumbani kwa mke na watoto. Angalia mke, hata kama mwanamke ana pesa zake, ananunua nguo, anavaa, lakini na wewe jikakamue kama mwanaume. Siku nyingine mke wako avae nguo yako mwenyewe, avae nguo ulionunua wewe, sio zile za kwake anazonunua, alafu ya kwako inakuwa bei mbaya. Katika jina la Yesu, fanya hivyo. Wewe nakuagiza, fanya hivyo bana. Fanya hivyo, itajulikana kweli umeoa, itajulikana kweli ni mwanaume. Mungu atusaidie, tunahitaji usafi. Mungu atusaidie, tunahitaji kuwekwa huru kwenye vifungo mbalimbali. Tunahitaji kuwekwa huru toka dhambi za aina mbalimbali. Tunahitaji kuwekwa huru toka unafiki wa aina mbalimbali. Watu wengine they are just hypocrites kabisa. Yani hypocrites haswa. Mbele zako mchungaji, mchungaji, na sauti inabadilika inakuwa keyboard, mchungaji, mchungaji, mchungaji. Akitoka hapo sauti inakuwa ya 7. Hapana kuwa mnafiki. Yesu aingie kwako, anyoshe mapito yako, anyoshe njia zako, aubadilishe moyo wako, utakaswe, ili mambo makuu ya Mungu yatendeke katika kanisa hili. Sema amina. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo tafadhali. Simama. Simama hapo ulipo. Funga macho yako. Funga macho yako. Funga macho yako. Nalia. Wako wapi wale waliojiweka safi wakatakasa hekalu la Bwana? Watu walioshika amri na kufanya kazi walioagizwa. Ilikuwa ni kwa sababu yao, kwa sababu ya kujitakasa, wakaweka kazi ya Mungu kwanza, wakaifanya kwanza kwa nguvu na juhudi. Kwa siku 8 ikakamilika, kazi ikawa tayari. Wewe unafanya nini ndani ya kanisa hili? Ni kitu gani unafanya cha kusaidia kanisa hili liwe katika hali ya kumkaribisha Mungu hapa ndani? Ni kitu gani unafanya ndani ya kanisa hili ili kanisa hili pawe ni mahali watu watakuja na kupata faraja na kuponywa magonjwa yao na kutuliwa mizigo yao? Ndugu yangu, unawiwa. Nakwambia tunawiwa. Nirudie, tunawiwa. Sikusema neno jingine, ambapo tunaambiwa wale Walawi, raia Walawi walikuwa wasafi, wamejisafisha kuliko makuhani. Jambo la aibu kabisa, jambo baya sana. Raia Walawi wanakuwa safi kuliko wateule waliochaguliwa kukaa ndani na kuhudumia madhabahu. Wenye kuhudumia taifa la Israeli wanakuwa si wasafi kama wale ambao wako tu raia wa kawaida Walawi. Mungu atusaidie wachungaji. Kokote uliko unaitwa mchungaji, na sisi hapa wachungaji tusio watu wa baadaye katika mambo ya ufalme wa mbinguni. Tusio watu wa baadaye katika maombi. Tusio watu wa baadaye katika mifungo. Tusio watu wa baadaye katika kusoma Biblia. Tusio watu wa baadaye katika kutenda haki. Tusio watu wa baadaye katika huruma na kusaidia. Tusio watu wa baadaye ambao tumeficha vitu vichafu na viovu ndani mwa maisha yetu ambavyo havionekani. Lakini mchungaji mwenzangu, huko uliko, walio hapa na kokote uliko, Mungu anatuona. Mungu anataka tuwe mstari wa mbele wa utakatifu.
wachungaji, halafu tuongoze kanisa katika usafi na utakatifu. Inamisha kichwa chako pale ulipo. Nataka niombe na wewe haraka sana. Unasema, mchungaji Swai, mimi nimekusikia na nimeelewa na nimeona ni jambo linaloweza kueleweka kama jambo la siku kwa siku. Hekalu lilisafishwa likawa safi. Umetuonyesha hekalu hili la ndani hapa na ua wa nje pale palisafishwa pakawa safi. Yuko Mungu hapa leo, yuko Roho Mtakatifu hapa leo, ziko nguvu za Mungu hapa leo za kukutakasa, za kukusafisha, za kukuondolea uovu wako wote na dhambi zako zote, zikakutoa usiwe mtu wa majuto tena. Leo hii unasema, mchungaji, niombee. Inua mkono wako kama wewe ni mtu wa namna hiyo, weka mkono wako juu. Kama upo mtu wa namna hiyo, weka mkono ni uone. Naona mkono kule, 1, 2, naona mkono 3, naona mkono, naona mikono. Njoo hapa mbele, njoo hapa mbele nikuombee. Njoo niweke mikono juu yako, tuombe kwa ajili yako. Njoo, fanya haraka, hatuna muda wa kungoja. Tuna jambo jingine la muhimu sasa hivi. Njoo, 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 njoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Imba tena, kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Naomba wazee wa kanisa, naomba wachungaji hapa, nataka tuweke mikono juu ya watu hawa. Mungu awatakase, Mungu awape neema ya badiliko katika maisha yao na katika shughuli zao za siku kwa siku. Vyombo, shusha vyombo vyako chini, shusha chini. Unajua maana ya kushusha chini? Naomba ninyi mseme maombi haya. Sema, Bwana Yesu. Kila mtu aseme, Bwana Yesu. Na kanisa liwasaidie. Sema, Bwana Yesu, naja kwako asubuhi hii ya leo kwa sababu nimesikia neno lako. Mimi mwenyewe siji kwa sababu watu wengine wamekuja mbele. Mimi mwenyewe neno lako limenishawishi na kunionyesha tatizo la moyo wangu na kunionyesha shida ya maisha yangu na kunionyesha navyoweza kuponyoka katika hali hii ya sasa, nikaingia katika hali nyingine safi ya baraka ya kubujika mema ya mwilini na ya rohoni. Ninatubu dhambi zangu, natubu kabisa kwa moyo wa uwazi, na naachana na dhambi zangu, naachana na maovu yote. Njoo Bwana Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, nioshe kwa damu yako, unitakase Bwana, unifanye safi Bwana, ili niweze kukutumikia na kuishi maisha yenye faida, maisha yasiyo ya hasara. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, niandike sasa katika kitabu cha uzima, katika jina la Yesu. Na kushukuru Mungu, nina imani sasa nimesamehewa dhambi zangu, na kitendo cha kuokoka, kuachana na maovu, kupata uwezo kukataa dhambi, nimekipokea sasa. Sitaishi dhambini tena, bali mimi nitaitwa sasa mtakatifu, mwana wa Mungu, mrithi wa uzima wa milele pamoja na Yesu Kristo.
Omba juu ya watu hawa, weka mikono juu yao, baada ya mtu baada ya mtu, wachungaji na wazee, mtu baada ya mtu. Kanisa, nyosha mikono yako hapa mbele, watakie watu hawa badiliko jema, maisha yanayofaa kwa Mkristo, maisha yanayofaa nyumbani kwa Bwana, maisha mazuri kule nyumbani kwao, maisha mazuri kule kazini kwao, maisha mazuri kwa jamii. Mungu wa mbinguni, waangalie watu hawa Bwana, angalia mioyo yao, angalia maisha yao. Kwa uhakika wanakuhitaji, wanahitaji badiliko, wanahitaji mkono wako wa kusafisha na kutakasa maisha yao kwa damu ya Yesu. Waondolee Bwana hatia na hukumu ya dhambi ndani mwao, wape neema ya kupokea badiliko la kweli la kutoka dhambini na kuingia katika uzima wako. Bwana Yesu, wafuta dhambi jina lao katika kitabu cha hukumu na jehanamu ya milele. Waandike sasa kama wacha Mungu na watoto wako katika kile kitabu kitakatifu cha uzima wa milele. Asante Mungu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Mungu, asante Bwana Yesu. Ubarikiwe Bwana, ubarikiwe Bwana. Hebu kila mtu amlilie Bwana, sema Mungu nisaidie. Kila mtu aongee na Mungu, mwambie Mungu, nipe kujitakasa, nisaidie nitakasike ndani, nisaidie nikubali utakaso wa Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Kila mtu aombe, takasa ndoa yangu, takasa familia yangu, nitakase pale ofisini, nionekane na nijulikane kwamba kweli nimeokoka na ninakupenda Yesu. Omba katika jina la Yesu, omba, omba. Mungu yupo, atakutendea. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa uponyaji na kwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi 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 mengi.